wenzetu hawa tumeona kuna mambo ambayo sisi kule hatuna. Sasa tunataka tuchukue mambo haya ambayo tunaona mazuri na yatakwenda kuleta tija. Lakini vile vile sisi katika ziara yetu hii tuna mambo pia kuwashauri wenzetu ambao katika chuo hichi cha Bigwa na wao kuendeleza na zaidi kuimarisha hizi fani zao. Kwa hivyo kuna mambo mengi ya kujifunza katika kubadilishana uzoefu katika taasisi hizi mbili. Na sisi katika mageuzi haya ya elimu, idara tunafanya assessment kwa ajili ya kuona sasa tunaendelea vipi kuzitoa zile program na katika utaratibu upi na mikakati ipi ambayo itaweza kusaidia katika kutoa elimu bora, elimu ambayo inaendana sana na wakati huu tulionao sasa. Kwa kweli tulichokiona na tukajifunza ni kwamba wenzetu wako mbele katika kuwapatia mafunzo vijana kuweza kujigomboa, ambapo ni sambamba na kwetu, na tunajionea namna gani ambao vijana hawa wanajikomboa kimaisha, kujisaidia wenyewe, yani kujitoa, pamoja na kupunguza mzigo mkubwa wa serikali kwa na vijana tegemezi. Hapa niseme tu kwamba tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan, pamoja na ile ya serikali mapinduzi ya Zanzibar inaongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Wazo hili lilikuwa zuri sana, na nishauri tu serikali kwamba vyuo hivi viboreshwe kwa kupatiwa vifaa zaidi na hizi fani, na hawa vijana kwa sababu wamevutika, wamepata awareness, yani mwamko. Sasa hivi tunapokea vijana wengi zaidi kuliko mwanzo. Ni elimu ya ujuzi. Sasa hivi tunapozungumzia amali, ndio mambo ambayo mwalimu aliyaona miaka 50 iliyopita, kwamba nchi itahitaji watu wake wawe na ujuzi mbalimbali ili waweze kujitegemea. Na mlango wa tatu au muhimili wa tatu ni maendeleo ya jamii au maendeleo ya wananchi, ili uhusiane na maendeleo ya wananchi. Na tunaposema maendeleo katika nchi au ya mtu mmoja na nchi kwa ujumla, huwezi kuyatenganisha na elimu hii tunayozungumzia inayotolewa ya watu wazima, na hata elimu inayotolewa kwenye vyuo vya maendeleo ya wananchi. Tunapozungumzia kampeni mbalimbali zinahitaji wananchi waelimishwe juu ya kampeni hizo. Tunapozungumzia demokrasia, maendeleo ya kidemokrasia, kupiga kura, uenda kushiriki kupiga kura au uchaguzi, inahitaji watu wawe na uelewa wa maana ya uchaguzi na maana ya kushiriki uchaguzi. Vyuo kama hivi vinaweza vikaifikia jamii kutoa elimu hiyo. Baada ya kumaliza, mimi malengo yangu nikishamaliza nijiajiri. Kama itatokea nimeajiriwa sawa, ila nisipoajiriwa najiajiri mwenyewe, naendesha shughuli zangu mwenyewe, sababu yani miaka miwili sidhani kama nitatoka tena bila kitu, nitashinda kufikiria hiki kile, amna. Kwa mimi naamini tu baada hapo nikishinda kuajiriwa nitajiajiri, nitafungua ofisi yangu, nitashona, nitaweka baadhi ya vitu vya kuuza, naendelea na maisha. Kwa mimi nawashauri tu jamani, waje kuchagua kozi yoyote ile, mtu ajisomee. Baada hapo sio lazima ajiriwe, anaweza akajiajiri akaendelea na maisha mengine. Nilipotoka nyumbani nilikuwa baadhi ya vitu sivifahamu, baadhi ya vitu navifahamu. Nilikuwa sivifahamu jinsi ya kufunga main switch, ila nilikuwa nafahamu tu jinsi ya kufunga switch ya one way. Baada ya kufika hapo nikawa nimeelekezwa na nafanya kwa vitendo mpaka sasa kwamba jinsi ya kuifunga main switch naweza safi, na jinsi ya kufunga baadhi ya vitu vingine naweza. Mfano kufunga vitu vingine kama two way switch ya intermediate pamoja na switch ya DP, ambao switch ya DP muda mwingi huaga natumika kwa niaba ya kwenye AC, kwenye hita ya maji. Malengo yangu mimi kusoma hapo mpaka level 3, maana kwa sababu wanatoa kozi bora na yenye mvuto kwa watu, na ikiwezekana baada ya kumaliza level 3 nichukue diploma kama serikali itaniona na kuweza kuniajiri.